Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni katika darasa za Mwalimu Abul Hassan Jumar, ikiwa ni mtaalamu wa kufasiri ishara za nyota na ndoto, na ikiwa tunaelezea matukio ya ishara za nyota katika kipindi hiki takriban siku 2-3 kama inavyoelekezwa, na imekuwa ni ushauri muhimu katika maisha yetu ya kila siku, ikichangia kutuongoza na kufahamu kuepuka kujuta katika maamuzi tunayoyafanya ya kila siku. Twaib, nyota ya kwanza ya kondoo, huu ni muda mwafaka kwa mafanikio, kupata faida na kuongezeka kwa faida ndani ya biashara. Utazidiwa kwa kuingia katika migogoro ya kina katika mapenzi. Mahusiano, ujasiri na kueleza hisia utaongezeka. Kipato, fursa mpya zinaweza kujitokeza kupitia juhudi binafsi. Ushauri katika nyota hii ya kondoo, fikiri kabla ya kutenda. Nyota yetu ya pili ni ng'ombe, upendo utaongezeka kutoka kwa marafiki zako. Utarajie kujiwa kwa kushukuriwa kwa yale uliyoyatenda, na ni vizuri ibada ukazidisha. Mahusiano, uaminifu na utulivu vitakuwa muhimu. Kipato katika nyota hii ya ng'ombe, kipindi kizuri cha kupanga akiba na matumizi. Ushauri, kuwa na subira, matokeo mazuri huja taratibu. Nyota ya tatu ni nyota ya mapacha, ni vizuri wa muangalifu kwa hawa ulionao karibu. Pia ni vizuri kutodhihirisha chuki, na ni vizuri kachunguza tena upendo kati yenu. Mavazi yatakayo kuongezea bahati ni rangi ya kijivu. Upande wa mahusiano katika nyota hii ya mapacha, mawasiliano mazuri yanaweza kuimarisha ukaribu uliopo au karibu wenu. Kipato, mitandao na mawasiliano yanaweza kuleta fursa. Ushauri katika nyota hii ya mapacha, ni vizuri ukachuja habari kabla ya kufanya maamuzi ulionayo. Twaib, nyota ya 4 ni kaa, sehemu ya kuongeza furaha ni ufukweni mwa bahari au ziwani. Kuanzisha uhusiano ni muda mzuri, na ni wakati wa kuondoshewa mabalaa yako ambayo ulionayo kwanza, na ni vizuri ukitafuta kazi utapata japo kwa nafasi ndogo. Mahusiano katika nyota ya kaa, hisia za familia na ukaribu wa kihisia vinaongezeka. Kipato, tahadhari kwenye matumizi ya nyumbani. Ushauri, linda amani ya moyo wako. Nyota ya simba ni nyota ya 5, mawazo yataongezeka kuhusu kipato chako. Hali hii itakusaidia kupata jibu la utatuzi wake. Chukua tahadhari katika mahusiano yako. Mahusiano, mvuto wako unaweza kuonekana zaidi. Na upande wa kipato katika nyota ya simba, fursa kupitia uongozi au kujulikana zinaweza kujitokeza. Ushauri, tumia kujiamini bila kiburi. Nyota ya 6 ni mashuke, habari nyingi utakazozipokea si utatuzi wa shida ulizonazo. Jitulize akili ili ujikumbushe ulikotoka. Upande wa mahusiano katika nyota ya mashuke, kuelewana kunahitajika mazungumzo ya wazi. Kipato, kazi za nidhamu na umakini zinaweza kuzaa matunda. Ushauri katika nyota hii ya mashuke, usijichoshe kwa kuchambua kila jambo, yani kuangalia kila jambo. Nyota ya 7 mizani, sasa utazifahamu siri nyingi ulizokuwa hujazijua. Mawazo yatayohusu wazazi wako, yani baba na mama, uyafanyie kazi. Biashara zahitaji uangalifu mkubwa. Upande wa mahusiano katika nyota ya mizani, upendo au ushirikiano vitaimarika. Kipato, miradi ya pamoja inaweza kuwa na manufaa. Ushauri, tafuta usawa katika kila jambo. Upande wa nyota ya nge ni nyota ya 8, unaweza kujiburudisha kwa sasa, waweza kushirikiana na uwapendao. Ushindi mkubwa katika mambo yako utaupata hasa ukiwa huna mikosi. Mahusiano katika nyota hii ya nge, hisia za kina zinaweza kujitokeza. Kipato, fedha za pamoja zinahitaji uwazi. Ushauri, epuka mashaka yasiyo na msingi. Nyota ya 9 ni mshale, huu ni muda mzuri kwa kupewa matibabu ya magonjwa haya yanayokusumbua. Unyonge unaokupata waweza kutafuta ushauri ili ukuepuke. Upande wa mahusiano katika nyota hii ya mshale, safari au mawasiliano ya mbali yanaweza kuleta ukaribu. Kipato, elimu na maarifa mapya vinaweza kufungua milango. Ushauri, panua mtazamo wako. Nyota ya mbuzi ni nyota ya 10, madeni unayodaiwa wenyewe watakutafuta ili uwalipe.
Upendo utaojitokeza leo ni wa dhati, na ni vizuri kama ninavyoashiria wale ambao wanaotafuta wapendwa au wenzao wakaangalia zile compatible zenu. Yani jinsi gani nyota yako na nyota yake, tabia yako na tabia yake vina ulinganio au ulinganifu. Wivu utakusababishia mizozo, watu wa nyota ya Mbuzi. Upande wa mahusiano, majukumu ya maisha yanahitaji kusawazishwa na mapenzi. Kipato, mipango ya muda mrefu inaweza kuleta mafanikio. Ushauri katika nyota hii ya Mbuzi, endelea kuwa na nidhamu nzuri. Nyota ya 11 ni Ndoo. Migogoro ya leo ujiweke uwe mahiri, yani uwe hodari. Kwa nini? Kwa sababu utajiwa kwa vitisho, na ni vizuri kwa mkweli ili ufumbuzi upatikane. Taarifa za kukushtua utazipata. Upande wa mahusiano katika nyota hii ya Ndoo, marafiki wanaweza kuwa chanzo cha ukaribu mpya. Upande wa kipato, mawazo mapya yanaweza kuzaa fursa. Ushauri katika nyota ya Ndoo, usiogope kufikiria tofauti. Nyota ya mwisho ni Samaki, ni nyota ya 12. Mipango yako sasa ni mizuri na inafaa uitekeleze bila kuhofu, na ni vizuri wakati mwingine katika mipango mkawa mnauliza kupata kujua zile destiny zenu, yani maamuzi yenu au hatima yenu na mzunguko wenu pia. Mipango yako ya sasa ni mizuri na inafaa kuitekeleza kama nilivyofafanua. Safari nyingi zitakuwa ni zenye mafanikio, hasa ikiwa una mikosi katika nyota hii ya Samaki. Ndoto nzuri utaota, na ni vizuri tukawasiliana ili nikutafsirie ndoto hizo. Upande wa mahusiano, huruma na upole vinaweza kuimarisha mahusiano yenu. Kipato, ubunifu na vipaji vinaweza kuongeza mapato. Ushauri katika nyota ya Samaki, tumia hisia zako lakini baki na uhalisia uliokuwa nao. Kwa haya nilioelezea, wapendwa wafuatiliaji wa darasa za Mwalimu Abul Hassan Jumar, kwa maswali mbalimbali na utatuzi tuwasiliane. Na kitu muhimu nimekuwa nikiashiria na kukumbusha mara kwa mara ni kutofautisha matukio na matatizo. Watu wengi wanafuatilia matukio badala ya kutafuta utatuzi wa matatizo waliokuwa nayo. Matukio yanabadilika kila siku kadiri mzunguko unavyokuwa unaenda, lakini matatizo huwa hayabadiliki mpaka yatatuliwe, na yatatuliwe kweli kweli. Asanteni, karibuni sana.